Wakati eneo la Asia ya Magharibi linapumua kwa afueni kutokana na makubaliano ya kusitisha mapigano Gaza, rais wa Ukraini amepongeza hatua hiyo na kusema kuwa inaleta matumaini kwamba rais wa Marekani Donald Trump anaweza pia kusaidia kumaliza vita kati ya Urusi na Ukraini kupitia mitandao ya kijamii. Alisema, wakati amani inapatikana katika sehemu moja ya dunia, inaleta matumaini zaidi ya amani katika maeneo mengine. Vita hii imechukua muda mrefu, imeua maelfu ya watu, mamilioni wamekimbia makazi yao, na sehemu kubwa ya mashariki na kusini mwa Ukraini imeharibiwa kabisa. Hata hivyo, vita bado inaendelea bila dalili za kusimama. Kinyume chake, athari zake zimeanza kuonekana na kujadiliwa zaidi. Kwa mujibu wa ripoti mpya, Urusi imeripotiwa kuanza mashambulizi ya kijeshi kwa vita vinavyojitokeza dhidi ya NATO. Taasisi ya Institution for the Study of War ISW imesema kuonekana kwa kundi dogo la wanajeshi wa Urusi karibu na mpaka wa Estonia ni sehemu ya mpango mpana wa kuandaa mazingira ya kisaikolojia ndani ya taarifa kabla ya mgogoro wowote wa baadaye. Mnamo Ijumaa, Oktoba 10, mamlaka za Estonia zilifunga kwa muda sehemu ya barabara iliyokuwa karibu na mpaka wa Urusi baada ya walinzi wa mpaka kuona wanajeshi wa Urusi wasio na alama za utambulisho. Barabara hiyo, ambayo inapita ndani ya eneo la Urusi kwa takriban kilomita 1, Moscow ilisema shughuli zake katika eneo hilo ni za kawaida. Waziri wa mambo ya nje wa Estonia alisema wanajeshi wa Urusi wamekuwa wakifanya shughuli kwa uthubutu na uwazi zaidi kuliko hapo awali, ingawa alionya kutodhidisha taarifa kuhusu mvutano unaongezeka. Serikali ya Estonia imepanga kusitisha matumizi ya barabara hiyo na tayari njia mbadala zimeanza kujengwa. Ripoti hiyo imeeleza kuwa tukio hilo limefuatia uchokozi wa awali, ikiwemo ndege za kijeshi za Urusi kuvunja anga ya Estonia mnamo Septemba 7 na 19. Wataalam wa Magharibi wanasema Russia imeongeza mashambulizi ya siri na ya wazi ndani ya Ulaya. Wakati huo huo, mapigano nchini Ukraini yanaendelea bila kusimama. Wazima moto kusini mwa Ukraini walifanya kazi usiku kucha kuzima moto mkubwa katika maghala ya nguo mjini Odessa baada ya shambulizi la ndege zisizo na rubani kutoka Urusi. Eneo la zaidi ya mita za mraba 5,000 limeharibiwa na gari moja kuungua kabisa, huku mtu mmoja akijeruhiwa. Urusi na Ukraini zimekuwa zikibadilishana mashambulizi katika maeneo mengi. Wizara ya ulinzi ya Urusi imedai imepiga zaidi ya ndege zisizo na rubani 70 za Ukraini ndani ya saa 24 zilizopita na kushambulia miundombinu ya mafuta na nishati katika maeneo 137. Ukraini kwa upande wake imesema imechukua tena kijiji kimoja katika mkoa wa Zaporizhia. Ripoti zinaonyesha kuwa Marekani imekuwa ikitoa taarifa za kijasusi zilizosaidia Ukraini kufanya mashambulizi ya mbali dhidi ya vituo vya nishati vya Urusi, ingawa Washington wala Kiev hawajathibitisha rasmi. Katika Donetsk, hali ni mbaya. Wanajeshi wa Ukraini wanakabiliwa na mashambulizi ya drone yenye uwezo wa kulenga kwa usahihi mkubwa. Hospitali za eneo hilo zimeripoti majeruhi wengi kutokana na vipande vya mabomu, na uokoaji umekuwa mdogo kutokana na mapigano makali. Baadhi ya askari waliojeruhiwa hubaki mstari wa mbele kwa siku au hata wiki, huku teknolojia ya kisasa ya droni ikibadilisha kabisa namna vita vinavyopiganwa. Kwa ujumla, hali katika Ulaya Mashariki inabaki kuwa tete. Urusi inaendeleza mashambulizi yake. Ukraini inajitahidi kulinda ardhi yake katika mazingira magumu, huku msaada wa NATO ukiendelea kukua. Swali linabaki ni mvutano huu unaenda umbali gani baada ya zaidi ya miaka 3 ya mapigano? Je, suluhisho la kidiplomasia au kijeshi
bado linawezekana. Hii ni BMTV Tanzania. Mimi ni Baraka Peter.